ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. Ndugu zangu katika imani, wallahu jalla wa ala, Mwenyezi Mungu aliyetukuka, alima anna min ibadihi, amejua hakika miongoni mwa waja wake, man sayakunu taqiyan saliha, kuna wale watakuwa wacha Mungu tena watu wema. Allah hilo amelijua. Wa anna min ibadihi, na hakika miongoni mwa viumbe vyake, man sayakunu fasikan asiyan mudhliman, kuna wale ambao watakuwa ni watu waovu, watu wenye kumuasi yeye na watu wenye kutenda dhambi. Allah ayo halia. Famina nasi man ya'si Allaha biudhunayhi, miongoni mwa watu kuna wale ambao wanamuasi Mwenyezi Mungu kwa kupitia masikio yao. Leo naweza kushangaa vipi mwanadamu anakwenda kumuasi Mwenyezi Mungu kwa kupitia masikio yake. Naam, Allah alipokupa neema ya masikio hakukupa bure bure. Amekupa neema ya masikio usikie yale yenye kumridhisha yeye na uepukane na yale yenye kumkasirisha Allah subhanahu wa ta'ala. Lakini leo utakapokwenda kuchukua muziki ikawa unasikiliza, je, ni jambo la kumuudhi Allah au la kumridhisha Allah? Ni jambo la kumuudhi Allah. Leo kijana unamuona ameweka headphone ama earphone kwenye masikio yake, ngoma ndio inatembea hapo, ima bongo flavor ama muhindi ambaye anaelekea hapo, ama ni reggae ama sijeni hip hop. Mtu amekaa wamuona anatikisa kichwa kabisa, yani ngoma inaenda wala habariana. Kumbe kule kusikiliza ule mziki ni maasi anayoyafanya katika masikio yake kama yale. Lakini mwanadamu huyo huyo utamkuta anayatumia haya masikio yake, amekaa maskani, watu wanamsengenya mtu fulani bwana yuko hivi na hivi, fulani bwana yuko hivi na hivi, na yeye ametega sikio anasikiliza jinsi anavyosengenya. Haya ni maasi unayabeba kwa kupitia masikio yako. Lakini pia wakati mwingine mtu anaweza kukaa akashuhudia uongo ambao kwamba unafanyika pale, na ukweli anaujua, fulani bwana amemfanyia mtu fulani kitu 1 2 3, ukweli unaujua, lakini ukanyamaza ukasikiliza, kisha baadaye ukaondoka. Yale ni maasi ambayo yanapitia kwenye masikio yako. Na Allah shekhe ni mkubwa, siku ya kiyama kutakuwa na matatizo makubwa. Allah subhanahu wa ta'ala anasema katika surati Yasin aya nambari 65, yauma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Siku ya kiyama Allah subhanahu wa ta'ala anasema wanadamu wote tutakwenda kuwapiga plasta midomo yao, itakuwa midomo haina uwezo wa kuongea. Nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim, tutaizungumzisha mikono yao. Hii mikono sasa Allah ndo ataizungumzisha, itasema mimi nilifanya kitu fulani, nilifanya kitu fulani. Watashhadu arjuluhum, na miguu yao pia itatoa ushahidi, mimi ndio nilompeleka huyu bwana mpaka guest fulani akaenda kuzini na binti fulani. Wewe umetoa jicho, mdomo hauna uwezo wa kuongea, ni mikono pamoja na miguu. Watashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun, itatoa ushahidi miguu yao kwa yale waliokuwa wakiyafanya katika ulimwengu. Sasa leo kuna watu wanamuasi Allah kwa kupitia masikio yao, wanasikiliza mambo ya kijinga, mambo ya kipuuzi. Wa minan nasi man ya'si Allaha biyadayhi, lakini miongoni mwa watu kuna wenye kumuasi Mwenyezi Mungu kwa kupitia mikono yao miwili. Mikono hii inatumia nguvu katika kuiba, katika kudhulumu. Wewe ushawahi kumuona mtu amekwenda kuiba kwa kutumia mdomo? Japokuwa ipo ni akili inatumika kwa kutumia maneno ya uongo uweze kumpokonya mtu haki yake, lakini utakapotumia huo mdomo wako, mikono ndio itatumika kufanya nini? Itabeba. Sasa
kuna watu ambao humuasi Mwenyezi Mungu kwa kupitia hii mikono yao. Wa minan nasi, na kuna miongoni mwa watu man ya'si Allaha birijlihi, ambao wanamuasi Mwenyezi Mungu kwa kupitia miguu yao miwili. Jamaa anataka kwenda kuiba kwa mtu fulani, sio? Lakini kwa huyo mtu hakujui, alafu akamwambia rafiki yake, wakujua kwa Sheikh Isa bwana? Mimi nakujua pale, ndugu yangu, nataka kwenda kumwibia kitu fulani. Bwana, hilo jambo bwana, mbona kama haliingia akilini bwana? Laingia akilini. Mimi sikujui, lakini nataka wewe unipeleke. Mimi siwezi. Utanipeleka, vinginevyo tutakosana mimi na wewe. Miguu inatumika kumpeleka nani? Mwizi kwenda kuiba kwa ustadhi. Allah aniepushe na jambo kama hili. Tumeelewana vizuri eh? Kuibiwa siku nzuri jamani. Tena wezi maasidi wakubwa. Yaani wewe umechuma miaka nenda miaka rudi, anakuja kusomba vyombo kwa siku moja, anakurudisha miaka 10 iliyopita nyuma. Wezi ni watu wabaya, tena ni mahasidi kweli kweli. Kama wapo wezi wabadilike. Qala jalla wa ala, amesema Mwenyezi Mungu aliyetukuka, inna samaa, hakika ya masikizi, yani masikio, wal basara, na hakika na kuona, yani macho, wal fuada, na hakika ya huu moyo wenye kutunza na kuhifadhi vitu vingi vya siri, kullun ulaika, vyote hivyo ambavyo umetajiwa na Allah, kana anhu mas'ula, vitakwenda kuulizwa mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Macho haya yataulizwa, masikio yataulizwa, na moyo nao utaulizwa. Leo kuna watu unaweza kukaa, ukimwangalia wamuona ni mtu mzima, yani akija kwako anatabasamu, anaongea na wewe vizuri, lakini kumbe huu moyo ni msitu, umeficha wadudu wabaya, kina nyoka, mange, matandu, na umeficha wanyama wabaya, kina simba na chui na wengineo. Yani wewe unaongea naye, lakini hapa ndani ya moyo anaumia sana, anatamani ufe kama leo. Wallahi, kama Mwenyezi Mungu kuna watu amewapa uwezo wa kutoa riziki na kuwanyima watu riziki, haya majumba watu wengi wangekufa njaa. Wallahi nawaambieni kweli. Wewe muangalie Mwenyezi Mungu bihikmatihi, kwa hikima yake na busara yake. Yule jambazi, yule mwizi, yule anayemuasi na kumkosea, anampa nini? Anampa riziki. Na waweza kushangaa wewe mu'min 5 salawat, uko ndani ya msikiti, lakini hauna maisha mazuri ya kidunia kama alivyo jambazi. Ama sivyo? Ikiwa Allah yule anamruzuku, haya wewe mwenzangu, baba yangu, riziki ile ambayo ninayopewa mimi au anayopewa mwenzako, wala wewe ukasema afya haikose ile riziki, haiwezi kuja kwako. Sasa huu moyo wenye kuficha vitu ndani ya moyo, Allah atakwenda kufanya uwe dhahiri. Sasa kumbe Sheikh Isa alikuwa na roho mbaya namna hii, kumbe Sheikh Isa alikuwa ni mbaya kiasi hiki. Moyo utakwenda kuulizwa siku hiyo, yauma tubla sarair, siku ambayo siri zitakwenda kudhihirika. Kila mmoja siri yake itakwenda kudhihirika mbele ya nani? Ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kaangalie suratul Isra aya nambari 36. Wa minan nasi, na kuna miongoni mwa watu, man ya'si Allaha bilisani, wenye kumuasi Mwenyezi Mungu kwa kupitia ulimi wake. Wa yaqulu jalla wa ala, na anasema Mwenyezi Mungu kuzungumzia ulimi, ma yalfidhu min qawli, hakuna kiumbe wa kibinadamu ataongea na kutamka neno lolote, illa ladaihi raqibun atid, isipokuwa kiumbe hicho kina malaika wa kumfuatilia na kumchunguza, anaandika maovu na anaandika mema yake. Subhanallah. Lakini leo mtu wala hajali, ana uwezo wa kukaa na kuyazungumza maneno machafu, maneno mabaya, anamzungumzia mwenzake, ambapo hajui ama anafahamu na anajitoa akili ya kwamba siku ya kiyama atakwenda kuulizwa mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kaangalia sura Qaf aya nambari 18. Amma almuslimu taqi,
yule Muislamu ambaye ni mcha Mungu, asali ambaye ni mwema, huwa man salima nasu min sharri, ni yule ambaye watu watasalimika kutokamana na shari yake. Muislamu mcha Mungu ni yule ambaye watu, majirani zake, marafiki zake, familia yake watasalimika na kupata amani kupitia shari yake ya ulimi. Fakad thabata fi hadithi Rasulillah sallallahu alayhi wasallam qala, imethibiti kwenye hadithi ya mtume wa Allah, rehma na amani zimshukia, amesema almuslim, muislamu wa kisawasawa, man salima almuslimuna, ni yule ambaye watasalimika waislamu min lisanihi, kupitia ulimi wake, wa yadihi, na mkono wake. Huyu ndio muislamu. Muislamu wa kisawasawa ni yule ambaye waislamu wote waliomzunguka watasalimika na nini? Na mkono wake huu na ulimi wake. Yaani ulimi wake hautowasengenya watu, ulimi wake hautowatukana watu, wala mkono wake hautokuwa tayari kumpiga na kumdhulumu mtu mwingine. Kinyume chake, muislamu ambaye sio sahihi ni yule ambaye ulimi wake na mkono wake havitoweza kuwasalimisha na kuwa na amani waislamu. Na leo tupo na waislamu wengi ambao ni jina tu. Kwa sababu gani nasema hivi? Ulimi wake watu hawajasalimika na shari yake. Mawili matatu, matusi makubwa ya ajabu, au anaongea maneno machafu ya chuki, wao utakuwa ni muislamu sahihi kweli? Wakati Mtume sallallahu alayhi wasallam anasema kwenye hadithi nyingine, wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir, na yule ambaye atakuwa anamwamini Mwenyezi Mungu na kuiamini siku ya mwisho, faliyakul khairan au liyasmut, na aseme mambo ya kheri, kama hana ya kheri anyamaze. Lakini leo watu hawasalimiki na ndimi za majirani zao, hawasalimiki na ndimi za marafiki zao, hawasalimiki na ndimi na watu wao ambao wanaowafanyia kazi. Huu ni mtihani mzito sana. Kaangalia hadithi hii, imepokewa na Imamu Bukhari kwa nambari 6484, Muslim kaipokea kwa nambari 41. Nimalize hadithi hii ya mwisho. Wa fi riwayatin ukhra, katika riwaya nyingine, almu'min, mu'min wa kisawasawa, man aminahu nasu, ni yule ambaye atawapa amani watu. Huyo ndio mu'min, shekhi, wa kisawasawa, ambaye atawapa amani watu. Kinyume chake si mu'min yule ambaye hatawapa amani watu. Leo mtu unaweza kumuona shekhe anaishi kwa uoga, fulani bana, yani amekosa amani. Anapomuona mtu fulani, amani imefanya nini? Imetoweka. Anajua lolote hapa linaweza kutokea. Sasa wewe ni muislamu wa aina gani shekhe? Wewe chukua kama mfano kwenye nyumba yako ile, watoto unapokuwa hauko, umekwenda kazini, wako na amani, sawa, wanacheza na mama yao, wana furaha. Lakini wao ukiingia ndani ya nyumba, wale watoto wamejikunja. Wewe ni baba bora au ni bora baba tu? Watoto ni wale ambao baba yao ikiwa hayuko wanatamani huyu baba atakuja saa ngapi, atatuletea nini. Wewe wagonga mlango ufunguliwe na mke wako, watoto wanajitayarisha, wanakuja kukurukia na kukupokea. Lakini leo wagonga mlango, watoto kila mmoja kwenye mtungi, kwenye dramu, kwenye chini ya mvungu. Wewe ni baba wewe kweli? Sasa utakuwa mtu gani ambaye kwamba kwenye jamii watu wewe wanakosa amani kwa kupitia kwako? Kwa hiyo Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema mu'min wa kisawasawa ni yule ambaye atawapa amani watu. Hii ni hadithi imepokewa na Ibn Hibban kwa nambari 510. Ameisahihisha Sheikh Albani fi sahihi targhib, utaipata kwa nambari 2555. Ikhwata al-iman, ndugu zangu katika imani, al-muslimu al-kamil, muislamu aliyekamilika kabisa, huwa alladhi kaffa adhahu 'anil muslimin, ni yule ambaye atakuwa yuko tayari kuyazuia maudhi yake, kuizuia shari yake isiweze kuwapata wale waislamu wa ghairi muslimin, na wasiokuwa waislamu.
Sio kwamba eti unajilinda na kujihifadhi Waislamu wasipate shari yako na tabu yako, lakini yule asiyekuwa Muislamu kafiri wewe, laanatullahi alayhi. Kama mtume alikuwa hivyo, hao maswahaba ingepatikana. Uislamu kwanza katika ummati Muhammad ulikuja kwa nani? Kwa mtume sallallahu alayhi wasallam, baada ya kujua na Jibril alayhi salam. Baada dhalika ndio wakapatikana wafuasi, na wale wafuasi ambao ni marafiki wa mtume kina Abu Bakari na kuendelea, waliweza kumwamini mtume kwa ubinadamu waliokuwa nao, kama ingekuwa na unyama. Sasa leo vipi kafiri anaweza kukubali Uislamu ikiwa kila ukimwona kafiri atafida, ataingia kweli kwenye dini yako hiyo? Falam yu'dhihim bighairi haqq, asimuudhi mtu yoyote pasipo na haki. La bilisanihi, si kwa kupitia ulimi wake, wala biyadaihi, wala kwa kupitia mikono yake, wala bighairi dhalik, wala kwa kinyume na hayo akenda akawaudhi wasiokuwa Waislamu. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bil ayati wa dhikril hakim. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم وهو البر الكريم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. ولا تستوي الحسنة ولا السيئة، ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم.